Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara yako ya kwanza basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Mange Kimambi aibua mambo mazito, na hii ni baada ya kuweza kumtuma mwakilishi wake kuweza kuwasili na kwa ajili ya kuweza kuomba msamaha kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea, na wengi wao walidai kwamba haya ambayo yanayoendelea kwa wakati huu ni masuala ya kuweza kukaa chini na kuweza kuyamaliza, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimetokea katika maisha yetu, hivyo hatupaswa kuweza kusameheana ili kuhakikisha kila kitu kiweze kwenda kuwa sawa, na sio kutengeneza chuki ambayo isiyokuwa na msingi wa aina yoyote. Kingine ambacho kilichoweza kuzungumzwa hapa ni kwamba na maisha mengi ambayo yaliyopita kipindi cha nyuma kuhusiana na bibie huyu Mange Kimambi. Watu wengi hawatamani kabisa kuweza kusikia maisha yake kiujumla, kwa sababu watu wengi walitamani kuweza kuona maisha ya Mange Kimambi yakibadilika kwa hali ya juu, lakini yeye amekuwa mtu pekee ambaye mara zote amekuwa akiwafanya watu waingie katika matatizo pasipo ya wao wenyewe kuweza kutambua ni kitu gani ambacho wanahitajika kuweza kukifanya. Na wengi wao walisema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea, wacha tuone, kwa sababu kuna vitu vingi vimeweza kutokea katika maisha yetu, na pia yatupaswa kuweza kuhakikisha kila msingi uliosimama katika maisha yetu uweze kwenda sawa kama vile ambavyo tunavyohitaji, na sio kuanza kuleta propaganda zisizokuwa na mbele wala nyuma, kwani hichi kitendo kitatukosti sana na kitatufikisha pabaya. Hivyo tupaswa kuweza kuhakikisha tunakuwa makini na tunakuwa katika weledi mzuri wa kuweza kuhakikisha maisha yetu yanakuwa chini yetu na sio kuwa chini ya mtu mwingine, kwani huyu Mange Kimambi kwa kipindi hiki si mtu mzuri. Anataka kuweza kuona sisi sote tukiingia katika matatizo makubwa, hivyo tupaswa kuhakikisha kila ambalo linalotokea katika maisha yetu likawe katika misingi iliyo bora na iliyonyooka zaidi. Hichi ndio kitu pekee ambacho tunachotakiwa kuweza kukihakikisha na kinakuwa sawa. Na wengine wakasema kwamba tukiendelea kumchekea hivi Mange Kimambi, basi tutajikuta sisi sote tunafuata kila kitu ambacho anachokitaka Mange Kimambi. Hivyo yatupaswa kuweza kuhakikisha tunakuwa makini na kufikia yale ambayo yaliyohitajika, kwa sababu watu wengi wanatamani kuweza kuona maisha ya watu wengine yakibadilika kadri siku zinavyozidi kwenda. Hivyo yatupasa kuweza kuhakikisha kila linaloongelewa katika maisha yetu lisiwe katika misingi ambayo Mange Kimambi anayohitaji. Na watu wengi waliweza kufunguka kwa namna zao tofauti tofauti, kisha akasema kwamba kwa hichi ambacho kinachoendelea kwa wakati huu, mimi niko tayari kuweza kuhakikisha kitu kinakwenda kuwa sawa, kwa sababu kuna vitu vingi Mange Kimambi ameweza kuvifanya pasipo ya sisi wenyewe kuweza kulizika, na watu wengi waliweza kuliona hilo, na kisha walidondosha comment wakasema kwamba hatuwezi tena kuruhusu ule ujinga wa Mange Kimambi ambao ulioweza kutokea, na tutahakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa kama vile ambavyo tulivyoweza kutarajia. Tutaki kuweza kuona upuuzi mwingine ukiendelea, kwa sababu kuna vitu vingi tunahitajika kuweza kuvifanya, alafu kizingatia muda ni mchache na tunaendekeza watu kwenye kitu hamna. Hicho kitu hakitokuja kutokea kamwe, na hatutokuja kukiruhusu hata kidogo. Hivyo tupaswa kuweza kuhakikisha kila tunalolipanga liweze kwenda kama vile ambavyo tulivyoweza kutaraji, kwa sababu kwa wakati huu kumekuwa na midomo ya watu mingi ambayo inahitaji kuweza kuona watu wengine wakiingia katika matatizo makubwa pasipo ya wao wenyewe kuweza kutambua. Bwana, mambo ni mengi na muda ni mchache. Mimi nikusii kama ndo mara kwa kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.